ya kinga na tahadhari dhidi ya majanga ya moto. Wafanyabiashara wote tunaomba msogee karibu tuweze kuwapa elimu ya kinga na tahadhari dhidi ya majanga ya moto, tuweze kuwapa elimu ya utovu ya Jeshi la Zimamoto, tuweze kuwapa elimu ya kinga na tahadhari dhidi ya majanga mbalimbali. Tunaomba mfike karibu na gari la Jeshi la Zimamoto ili muweze kupata elimu hiyo. Usiogope, fika karibu, utapata elimu. Ni faida kwako na ni faida kwa jamii. Ndugu wananchi, tunaomba tusikilizane. Mbele yenu ni mkaguzi msaidizi Peter Mkwabi kutoka Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, ni operation officer. Nia na madhumuni ya kufika katika soko hili la Nyankumbu siku hii ya leo ni kutoa elimu ya kinga na tahadhari ya moto. Moto ni rafiki mzuri ukimtumia, lakini moto ni adui ukimtumia vibaya. Moto unaua. Lengo la kufika hapa tuweze kuwashauri wananchi muweze kuwa na vifaa vya kuzimia moto kwa ajili ya kujikinga na majanga ya moto yanapotokea sehemu zenu mnazoishi. Kazi za Jeshi la Zimamoto na Uokoaji ni kuzima moto pale unapotokea na kuokoa maisha ya watu pamoja na mali zao. Lakini pia Jeshi la Zimamoto na Uokoaji linafanya ukaguzi wa kinga na tahadhari ya moto katika majengo mbalimbali na kuwashauri wananchi kuwa na vifaa vya kinga na tahadhari ya moto, portable fire extinguisher, pamoja na vifaa vya kung'amua moshi vinaitwa smoke alarm. Kwa hiyo wananchi wa soko la Nyankumbu, leo hii mtaweza kuona vifaa vya kuzimia moto, portable fire extinguisher, jinsi zinavyofanya kazi. Lakini pia kwa wafanyabiashara, naomba mtoe ushirikiano pindi askari wetu wanapofika kwa ajili ya ukaguzi. Pia Jeshi la Zimamoto linakusanya maduhuli ya serikali. Niwaombe wafanyabiashara wanapofika askari wetu muwape ushirikiano kwa ajili ya kuchukua taarifa za mfanyabiashara yeyote ili uweze kupata cheti cha usalama wa moto, kinaitwa Fire Safety Certificate, baada ya kukizi. Na waomba sasa muangalie vifaa vya kuzimia moto vinavyofanya kazi. Lakini pia napenda kuwaasa wale wenye vyombo vya usafiri, mnapoona gari la zimamoto linaenda kwenye tukio la moto, mnaomba mpishe, kwa maana gari la zimamoto huwa linapiga ving'ola, lina beacon ili kuashiria kuna kitu cha hatari. Niwaombe madereva wa bajaji, pikipiki na magari, wanapoona gari la zimamoto linaenda kwenye tukio, basi waweze kulipisha ili liweze kwenda kuokoa vizuri. Basi baada ya kusema hayo, na waomba sasa muangalie jinsi vifaa vya kuzimia moto vinavyofanya kazi ili muweze kuhamasika kuwa na vifaa vya kuzimia moto majumbani kwenu. Baada ya hapo mtauliza maswali mbalimbali. Karibuni sana. Kifaa cha kuzimia moto katika makundi matatu, makundi manne. Kundi la kwanza ni vifaa ambavyo kitakuwa kama hichi, lakini chenyewe kinatumia maji. Kundi la pili ni kifaa chenye cha namna hii ambacho kinatumia foam compound. Kifaa cha tatu ni cha carbon dioxide ambacho ni kifaa cha CO2 ambacho kinakuwa kina mkonga mkubwa, na cha nne ni kifaa cha dry chemical powder. Hichi kifaa ni multipurpose, kina uwezo wa kuzima moto wa kila aina, uwe moto wa gesi, uwe moto wa karatasi, uwe moto wa aina yoyote ule. Kifaa hichi kina uwezo wa kuzima. Sasa basi, tunawashauri wananchi wote kuwa na vifaa hivi. Japo vifaa hivi vina gharama, lakini ni kwa ajili ya manufaa yake. Pindi janga linapotokea, mwananchi anaweza kutumia kifaa hichi ili kuweza kuamua na hiyo shida ambayo imetokea. Wakati huo anakuwa akipiga namba ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kwa ajili ya kupata msaada zaidi. Sasa tujifunze namna ya kujua kifaa hichi kina sehemu ngapi
lakini tuanze kukitumia kwa namna gani? Kifaa hichi kina sehemu kuu 4 kimsingi. Sehemu ya kwanza ni chupa tunayoiona, hii inaitwa silinda. Kazi yake ndio imebeba material yaliyoko ndani ambayo yanakwenda kuzima moto. Sehemu yetu ya pili ni hii tunayoiona, hii inaitwa hozi. Kazi yake hii hozi ni kupitisha ile poda kwenda kuzima moto. Sehemu ya tatu ni hichi tunaita mihendo au kibebeo trigger, ndio ina uwezo sasa wa kuruhusu mapigo yote kufanyika. Na sehemu yetu ya 4 ni hichi kidogo tunachokiona hapa, hichi kidude hichi chenyewe kinaitwa pressure gauge, ndio kinaopima mgandamizo wa gesi iliyoko ndani, kwamba hii poda inaweza isitoke tu kwa kawaida, lazima itoke kwa pressure ili iweze kuzima moto. Lakini moto hii haianzi tu kuwa mikubwa. Moto hii inaanza katika stage ya awali, stage ya kati na stage kubwa. Sasa wakati ikiwa katika stage ya awali, wakati unajikwamua kuzima kwa kutumia hichi kifaa, basi unatakiwa kupiga namba ya 114, namba ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji 114. Namba hii ina faida 2 ama 3. Faida ya kwanza, namba hii kupiga ni bure. Faida ya pili, Jeshi la Zimamoto na Uokoaji likija kwako kufanya shughuli, aidha umeunguliwa na nyumba yako, ama mtoto amedumbukia kisimani, ama kuna ajali ya barabarani, Jeshi la Zimamoto na Uokoaji alimtozi mwananchi kiasi chochote cha fedha. Kwa hivyo wananchi wanapaswa kuitambua namba ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, lakini pia kupiga simu kwa wakati tukio linapotokea, ili tuweze kufika kwa wakati. Lakini sasa wananchi wengi wamekuwa wakilaumu kwamba Jeshi la Zimamoto na Uokoaji linachelewa kwenye matukio, Jeshi la Zimamoto na Uokoaji linakuja halina maji. Sio kweli. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji haliwezi kuchelewa kwenye tukio kama tutapokea simu kwa haraka. Yaani manake tukio lilipotokea tu mwananchi amepiga simu kwa kutumia 114. Lakini sisi tunapokea taarifa kwa njia mbili. Taarifa ya kwanza tunaipokea kwa njia ya kupiga simu ya 114. Taarifa ya pili tunapokea mtu anapokuja mwenyewe kituoni kwamba kuna tukio sehemu, aidha ameliona ama amepigiwa simu kwamba kuna tukio sehemu. Kwa hiyo sisi tunapokea njia hizo. Kwa hiyo tukipata taarifa hiyo, moja kwa moja tunakwenda kwenye tukio, na baada ya kufika kwenye tukio tunaanza shughuli. Pengine inawezekana katika nyumba inaungua, lakini ndani kuna watu. Hatuwezi kufanya shughuli ya kuzima moto kabla hatujaokoa hawa watu. Cha kwanza lazima tuwaokoe watu, lakini pia baada ya kumaliza ndio tuendelee na shughuli za uzimaji wa moto. Hata kama tutafanya masaa 72, hakuna kiasi chochote mwananchi anachoweza kutozwa. Hii ni huduma ya serikali. Bahati nzuri wananchi wengi wamekuwa waelewi. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji liko ndani ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi, ambalo Wizara ya Mambo ya Ndani ya Nchi inaunda majeshi, uhamiaji, polisi, magereza na zimamoto. Kwa hiyo haya yote ni majeshi ambayo yako ndani ya Wizara ya Mambo ya Ndani. Kwa hiyo unapomwona askari wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, kazi yake ni kuzima moto na kuokoa maisha ya watu, lakini kazi hausiki na masuala ya uhalifu. Lakini pengine tumepewa mamlaka ya kukusanya kodi ya serikali. Kwa hiyo watu wenye maduka, watu wenye shughuli zingine, wanapotuona zimamoto tumekuja kumwambia anapaswa kulipia kodi ya serikali, ni kodi ya serikali ambayo tayari Jeshi la Zimamoto na Uokoaji imepewa mamlaka ya kukusanya. Hivyo leo tunatoa elimu hii, nyinyi mkawe mabalozi kwa watu wengine, kwamba zimamoto kazi yake ni kuzima moto na kuokoa maisha ya watu. Lakini pengine ajali zimetokea za barabarani, sisi ndio wahusika wakuu. Ukiwahi kupiga namba 114 tutawahi kufika kwa haraka. Sasa tujifunze namna ya kutumia kifaa chetu. Hatua ya kwanza, kuna hichi kitu kinaitwa safety pin. Lazima ukikate. Ukikata kwake ni rahisi, unazungusha namna hii. Hichi kidude kinakatika. Hatua ya pili ni kuchomoa hii safety pin. Utaihifadhi. Na hatua ya tatu ni kuelekeza sasa. Huu ndio ushikaji sahihi wa mtungi. Pengine wengine wanatumia mkono wa kulia. Huu ndio mshikaji sahihi wa mtungi. Kwa baada ya kuelekeza hapa, mtabonyeza hichi kihendo chako taratibu. Hakihitaji kutumia nguvu kubwa, inahitaji kutumia nguvu ya kawaida. Utabonyeza taratibu. Kwa hiyo tutaenda kufanya kwa vitendo, tutatafuta wananchi wawili, basi watazima. Kuelekeza lazima ukae katika hii style. Tumemaliza kazi. Unaelewana jamani? Si kwamba moto ulikuwa mchache. Sasa tunaweka mwananchi mmoja aje. Mwananchi mmoja aje.
Na wivu tunataka kwenda wewe. Sogeni nyuma moto kwa mkubwa. Mama usiogope. Bonyeza. Naitwa Abdalla Isa, ni mkazi wa Mwatulole. Napenda kujua kuhusiana na hii poda ambayo inatoka kwenye hiki kifaa wakati tunazima moto. Haina madhara yoyote, labda pengine ninapozima aliyakuwa ninavuta ile hewa. Hii poda inayotoka kwenye fire extinguisher haina madhara. Itakuwa na madhara endapo ile poda itakuwa ime-expire, lakini kama muda wake wa kutumika utakuwa bado, haina madhara yoyote. Mimi naitwa Roda Ndila, ninatokea kijiji cha Nyawilimirwa. Ninapenda tu niulize hali hii ambayo tumeshuhudia hapa juu ya gari hili la zimamoto, kwamba sisi wana kijiji wa Nyawilimirwa, mfano mimi niko huko, ninaweza kupataje hiki chombo cha kuweza kuzima huu moto endapo kama ajali itatokea kijijini kwetu? Huyu mwananchi anauliza kwamba atapataje fire extinguisher. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji limesajili kuna madila ambao wameruhusiwa kuuza hivi vifaa. Kwa hiyo wewe kama mwananchi unaweza ukaja ofisi za Jeshi la Zimamoto na Uokoaji ukaelekezwa sehemu za ofisi za madila wanaouza hivi vifaa vya kuzimia moto, na ukaweza kwenda kununua kwa ajili ya matumizi ya nyumbani kwako. Baadaye naitwa Jesse Nicolas, swali langu ni je, mwananchi mwenye kipato kidogo atapataje hiki kifaa? Tunawashauri wananchi kuwa na vifaa vya kuzimia moto, lakini kama huna uwezo wa kuwa na kifaa hichi, viko vifaa vingine vya kuzimia moto ambavyo ni vya asili. Mfano, tunashauriwa kuwa na ndoo za mchanga katika maeneo yetu tunayoishi, lakini pia kuwa na vitu vinavyoitwa fire beater. Hizi fire beater ni vifaa ambavyo vinavyoweza kuzima mioto ya misitu, lakini mchanga ni multipurpose, kama tulivyosema, ni sawa na dry powder, vinaweza kuzima moto wa kila aina. Wito wangu kwa wananchi ni kuhakikisha tunayazuia majanga ya moto, lakini pindi yanapotokea basi tuweze kujikinga, lakini kuweza kutoa taarifa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kwa kupiga namba 114. Lakini changamoto tulionayo kubwa kwa sasa ni ajali za barabarani. Wananchi wengi wamekuwa wakitumia barabara ovyo na ajali zimekuwa nyingi zikitokea. Kwa hiyo tusizani kwamba ni moto peke yake unaweza kusababisha ulemavu, kifo na hasara, lakini pia hata ajali za barabarani zinaweza kusababisha mambo hayo. Kwa hiyo tunawaasa wananchi wote, pindi unapoona tukio lolote linalohusiana na moto, ajali ya barabarani au kitu chochote ambacho kinahitaji msaada, unashauriwa kupiga namba 114 kwa msaada zaidi. Kwa jina naitwa Richard Mlowasa. Mimi ningependa kujua hiki kifaa kitakuaje kama kina expire au bado haija expire. Vifaa hivi vina kitu kinaitwa self start. Wakati wale mawakala wetu wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji wanapokwenda kuvifanyia vifaa hivi matengenezo, wanakuwa wanaviwekea kadi maalum. Na kwa sasa maelekezo ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, vifaa hivi vitafanyiwa service kwa muda wa mwaka mmoja. Kila baada ya mwaka mmoja kitatakiwa kufanyiwa matengenezo, na baada ya hapo basi kitakuwa kiko tayari kwa matumizi. Lakini kikishakwisha muda wake, unashauriwa kukiwasilisha
kwa mawakala ambao tayari wameteuliwa na Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Kwa hivyo lazima tuwe makini kuvikagua vifaa vyetu ili tusiweze, wakati tunapotaka kuvitumia wakati wa majanga ya moto, basi tuweze kufanya kazi kwa ufanisi. Asanteni. Swali jingine ambalo nimelipata katika vifaa hivi, sisi wakulima wa vijijini, tunaomba tuambie vinachukuliwa kwa shilingi ngapi, ili kwamba tunapokuwa tukitoka hapa tukajiandae kwa ajili ya kununua hivi vifaa, maana nimegundua kwamba ni muhimu. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji si wakala wa kuuza vifaa, wao ni wasimamizi wa mawakala wa kuuza vifaa. Kwa hiyo itategemea na hali ya vifaa ambavyo wakala atakuwa amevileta katika eneo husika, gharama za usafirishaji pamoja na gharama zingine ambazo kuwa amezitumia yule ambaye amevileta kwa maana ya wakala. Kwa hiyo sisi hatuwezi kupanga bei na hatujui bei ya vifaa hivi vinavyouzwa, lakini kwa bei za haraka wafanyabiashara wengi wamekuwa wakinunua kwa hao madila. Kwa hiyo tunaweza tukakupa namba ya dila ukawasiliana naye na akakwambia kifaa kinauzwa bei gani. Kimsingi Jeshi la Zimamoto na Uokoaji ni wasimamizi na ndio wenye mamlaka ya kuzikagua hizi taasisi ambazo zinahusika na uuzaji na utengenezaji wa vifaa, yani fire dealer. Naitwa Kujilima Mazaya, mkazi wa Ikubwa. Ninauliza kwamba hiki chombo ukisha kinunua kikile kisipaa, kwa mfano ukirudisha unaweza kupewa tena kingine bila malipo au unalipa tena pesa nyingine? Sana, ukishakinunua unapewa kipindi cha mwaka mmoja, yale madawa yanakuwa yamesha expire. Kwa hiyo unachotakiwa unapeleka kwa huyo wakala, huyo dealers, unaenda kufanyiwa service. Huwa kuna malipo ya gharama za service, lakini sio hela kubwa sana tofauti na fedha ambayo ulionunulia. Ndio yana msaada kazi hapa mjini. Swali langu na maswali mawili. Swali la kwanza ni kwamba hii gari la zimamoto, kwa mfano ajali imetokea nje ya huu mji, kwa mfano maeneo ya Nyarugusu kule mbali, hii huduma inaweza kufika? Swali la pili ni kwamba hii fire extinguisher, tunafahamu kama kuna moto aina nyingi. Kuna moto wa kuni, kuna moto wa umeme, kuna moto wa gesi. Vipi zinaweza zikazima aina yote ya moto? Huduma ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji itafika maeneo yote pale mwananchi anapokuwa ametoa taarifa. Hata kama ikiwa ni Ushirombo tutakwenda. Lakini kwa sasa tuna mchakato wa kufungua baadhi ya maeneo vituo. Sasa hivi tulishafungua wilaya Chato na tuna mpango wa kufungua Katoro, Ushirombo pamoja na Masumbwe. Kwa hiyo Jeshi la Zimamoto na Uokoaji linapopata taarifa ya tukio lolote la moto la maokozi litafika sehemu husika bila mwananchi kuchajiwa gharama yoyote. Lakini vifaa hivi ambavyo ameuliza ndugu yetu hapa swali kwamba vina uwezo wa kuzima moto wa kila aina, tumetaja yako madaraja ya moto. Kimsingi daraja la kwanza ni daraja hili, ni vitu vyote vyenye asili ya mimea ambavyo kizimia moto chake ni maji. Daraja la pili ni vitu katika madaraja hayo ya moto, lakini kuna kifaa ambacho katika hayo madaraja ya moto kina uwezo wa kuzima moto wa kila aina, na ndicho hicho tulichokitumia ambacho ni portable fire extinguisher. Kwa hiyo hata kama ni shoti ya umeme, kilichosababisha ni umeme, lakini tunaangalia kinachoungua ni nini. Kama umeme umeleta shida, maana yake ni kwamba kifaa hichi multipurpose kina uwezo wa kuzima moto, lakini pia hata mchanga mkavu unaweza kuzima moto huo. Kwa hiyo tunawashauri wananchi kuwa na kifaa cha portable fire extinguisher ambao ni dry chemical powder. Kimsingi ndicho kifaa kina uwezo wa kuzima moto wa kila aina. Kwa hivyo vifaa hivi vimegawanyika katika makundi manne. Vipo vinavyozima moto wa mafuta vinaitwa foam compound, vipo vinavyozima moto wa gesi vinaitwa carbon dioxide, na vipo vya maji ambavyo vinazima moto wa vitu vyenye asili ya mimea. Lakini portable fire extinguisher ambayo ni dry chemical powder, yenyewe hii inazima moto wa kila aina. Hata kama kuna umeme na flow of current bado ipo, kina uwezo wa kuzima moto na kwa haraka zaidi. Lakini wakati huo tunakuwa tunawasiliana na watu wa TANESCO kwa ajili ya kusitisha ile flow of current ili tuweze kuzima moto kwa haraka. Asante. Kwa majina naitwa Jonathan Joseph Yegera, ni mkazi wa hapa Geita mjini. Kwanza kabisa kabla ya swali ni wapongeze tu Jeshi la Polisi kwa kitengo cha zimamoto kwa ajili ya kutoa elimu kwa wananchi. Swali langu ni fupi sana na ni dogo sana. Naomba nipate majibu sahihi kutokana na swali langu. Kwa nini namba hii ya dharura linapotokea tukio kwenye eneo husika, kwa mfano mtu yuko Geita, na wakati anapopiga namba ile kwa ajili ya kupata msaada anapokelewa mikoa mingine, kwa nini na isipokelewe eneo husika kwa wakati? Asante.
Asante ndugu mwananchi. Ni kweli kabisa, wakati wa nyuma kulikuwa kuna mwingiliano wa namba hizi za dharura. Namba hii 114 ni namba ambayo inatumika nchi nzima, lakini sasa hivi watu wa TCRA wameturekebishia. Unapopiga simu ukiwa Geita, lazima namba hii itapokelewa Geita. Unapopiga simu ukiwa Kahama, lazima itapokelewa Shinyanga. Unapopiga simu ukiwa Sengerema, lazima itapokelewa Mwanza. Kwa hiyo jinsi namba ilivyoanza na leo tulipo ni tofauti. Kwa marekebisho yamefanyika ya kutosha, na kwa sasa namba hii ya 114 katika mtandao wa Vodacom, Halotel, TTCL, Airtel pamoja na Tigo, ukipiga kwa haraka inapatikana Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Geita. Hivyo ni waondoe wasiwasi wananchi kwamba namba hii tuitumie katika matukio ya moto na maokozi, si vinginevyo. Tumekuwa tukipata changamoto nyingi, wananchi wengi wamekuwa wakitoa matukio ya uongo. Sasa hii inakuwa sio jambo jema, kwamba tunatumia nguvu nyingi za serikali, tunatumia rasilimali ya serikali, lakini tunakwenda kwenye matukio ambayo sio ya kweli, manake ni matukio ya uongo. Lakini kimsingi namba yetu inapatikana masaa 24 na tunafanya kazi masaa 24. Mwisho, niwaombe sana ndugu wananchi kushirikiana na Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Geita kwa kutoa, kama tunapotoa elimu ya kinga na tahadhari ya moto, lakini tutakapofika katika maeneo yenu ya biashara, mtupe ushirikiano wa kutosha kwa ajili ya kuandaa vyeti vya kinga na tahadhari ya moto. Lakini ajali zinapotokea, mioto inapotokea, na kingine chochote kinachohitaji msaada wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, tuweze kupiga namba 114 kwa haraka, na Jeshi la Zimamoto na Uokoaji litafika kufanya shughuli hizo, na mwananchi hatatozwa kiasi chochote cha fedha kwa sababu ni huduma za kiserikali. Asanteni, niwatakie muda mwema. Kwa niaba ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, naitwa Sergeant Bati Godisha, ni afisa habari, mahusiano na elimu kwa umma. Niwatakie shughuli njema, asanteni sana. Kwa majina John Richard Patrick. Kwa niaba ya sekta ya zimamoto, kwa mchango wanaotoa na ushirikiano wao kwa wananchi, niseme ni faraja tu kwa mtu kwa kujitokeza, na tunakuwa mafili mchango zaidi. Kwa mdona imani kwamba tutakuwa nao karibu. Faida na kutembelea tutakuwa. Unazungumziaje swala hili la kutembea maeneo yote na kutoa elimu kwa wananchi? Kuhusu kutembea sehemu zote na kutoa elimu kwa wananchi, na imani kwamba ni msaada kwetu pia. Kwa walio wengi kwa juu kwamba unaweza kanunua kifaa cha kuweza kutumia hata nyumbani kwa ajili ya matatizo kama haya. Kwa jina naitwa Sedekia Ramsi, niko hapa kwenye duka hili. Nimefurahi leo kutembelea Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Wametupa elimu ya kuzima moto, pia wametuelekeza jinsi gani ya kutoa msaada pale tunapopatwa na ajali, na wao watafika kwa wakati kwa muda huo ambao tumewapigia simu, na huo muda watafika muda huo endapo pale ajali imetokea. Pia wametushauri kwamba tuwe na vifaa vile vya kuzimia moto. Nimefurahi kwa kweli kwamba na gharama mahitaji ni nafuu. Kwa hiyo tutembelea kwa hao mawakala ambao wametuelekeza, tutaenda kufuata hizo vifaa vya kuzimia moto. Tumefurahi kwa kweli. Kwa jina naitwa Ana Masawe, ni mkazi wa Katundu Kivukoni. Ni mfanyabiashara hapa Nyankungu. Tunafurahi walipokuja Jeshi la Zimamoto kwa ajili ya, umeona kwamba umuhimu wao kwamba wanahamasisha wananchi waweze kujua jinsi gani ya kuzima moto. Tumeona harakati zao kwamba wametuelekeza jinsi ya kuzima moto kwa njia za asili kwa kutumia fire extinguisher na vinginevyo na hatua zingine walizotuelekeza. Tunashukuru kwa sababu wameonyesha njia mojawapo ya kujali wananchi na kuonyesha juhudi zao kwa ajili ya kufanyaje, ya kuokoa na kusalimisha uokoaji kwa uhai wa binadamu.